Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Dabi imesha tamatika visiwani Zanzibar. Matokeo watu najua tayari mnayo, na mjadala mkubwa kwa hivi sasa bao lile ambalo lilikataliwa na mwamuzi kwamba lilikuwa offside au sio offside. Je, ni goli sio goli? Na mchezaji yupi ambaye alifanya vizuri katika mechi hiyo? Vipi Simba walikuwa vizuri kwenye maeneo gani? Yanga walikuwa vibaya au vizuri kwenye maeneo gani? Na vitu kama hivyo. Sasa hapa nakuletea uchambuzi wa kina kuhusiana na mambo yote ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo kati ya Yanga pamoja na Simba kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Dakika 90 za moto zimeshuhudiwa pale visiwani Zanzibar, Simba wakiwa kwenye balaa kubwa. Simba wamewapelekea Yanga moto bwana, na pini hilo hata mashabiki wa Yanga wenyewe wanatambua wazi kwamba jana Simba walikuwa vizuri kuwalinganisha na wao. Mechi ukiangalia vizuri ni kwamba kocha Steve Becker, kocha wa Simba Sports, aliingia moja kwa moja akiwa na fikra ya kwenda kushinda mechi hiyo. Hapo ndio maana ukiangalia mbele kule aliamua kuanza na Force 9, kwa maana kwamba hakutaka kuanza na mshambuliaji wa moja kwa moja. Force 9 kwa maana ya namba 9 fiche, namba 9 ya uongo, ili basi mabeki wa Young Africans wapate shida kumaki nani, yani kwa maana kwamba washindwe kuelewa ni upi ambaye mipira itakuwa inamdondokea yeye, kwa maana mipira ya mwisho. Je, mipira itamdondokea Anicet Oura, mipira itamdondokea Luemba au itamdondokea Gwe? Kwa hiyo ikawa ni changamoto kwa mabeki wa Young Africans. Yanga walianza kwa compact kweli kweli, wakati Simba wao wakiwa na fikra ya kushambulia kwa kasi, kucheza mpira kwa kasi kupitia Alibase Gwe pamoja na Luemba. Lakini pia Yanga wao walianza kwa compact, wakiwa wanazuia wote na wakawa siwezi kusema alikuwa anashambulia wote, kwa sababu hadi kipindi cha kwanza kinaisha on target kwa Yanga ilikuwa ngumu kweli kweli kuipata ukilinganisha na off target, unaona kwa hiyo sasa ukiangalia ni kwamba Simba walikuwa wanashambulia, Yanga wanazuia kwa sana, kwa maana kwamba kocha wa Young Africans yeye alikuwa defensive minded zaidi, kwa maana kwamba aliingia na fikra ya kulinda zaidi ukilinganisha na Simba ambao wao walikuwa wanashambulia kwa kasi. Simba walikuwa imara kila eneo. Ukiangalia eneo la ulinzi huko kwa Rushan De Rock, Osman Toure, lakini vile vile ukiangalia huko kwa Kibabaga alikuwa anapeleka moto. Ukija huko nakutana na Kapombe, basi backline yao ilikuwa imara sana ukilinganisha na ambavyo watu huenda walikuwa wanafikiria. Nixon Kibabage, beki ambaye kipindi anasajiliwa Simba, maneno ya watu yalikuwa ni mengi sana kwamba huenda asiende kufanya vizuri ndani ya Simba kwa sababu ashai kucheza Young Africans, akatoka hapo akaenda Singida Black Stars, mwisho siku ndo akaja Simba. Maneno yakawa ni mengi sana, lakini ukiangalia jana unaona kwamba amefanya kazi moja makini sana, na kwangu mimi huyu alikuwa na style hata kwa man of the match, unaona kwa maana kwamba mchezaji bora wa mchezo, kwa namna ambavyo alikuwa anazima mashambulizi. Max Nzengela akitaka kupita ule upande basi anakutana na kigingi, muda mwingine akawa anaenda hadi wachezaji wawili, lakini basi unaona kwamba inakuwa ni ngumu kwake. Namna ambavyo alikuwa anapandisha mashambulizi basi ilikuwa ni moto wa kuotea mbali sana. Kwa hiyo unaona kwamba Simba walikuwa imara kweli kweli. Eneo la katikati hapa Kagoma alikuwa anafanya vyema sana. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Simba walikuwa vizuri. Changamoto ya Simba ilikuwa ni kwenye eneo la umaliziaji tu, kwa sababu ukiangalia wachezaji wao Anicet Oura ubinafsi kwenye kutoa pasi, anataka kupiga mwenyewe. Ukiangalia pia kwa Alibase Gwe anatumia nguvu kubwa, lakini naye anataka kujaribu kupiga mpira moja kwa moja badala ya kuangalia ni nani ambaye yupo pale ili aweze kumalizia. Na nadhani inawezekana pia wao pia walishindwa kutambua majukumu yao, kwa sababu kwa asili si washambuliaji.
Tofauti na kama kocha angeanza na mshambuliaji, huenda angekuwa anajua kwamba huu mpira inabidi mdondokee Mongosi au mdondokee Selemani Mwalimu au mdondokee mshambuliaji gani na vitu kama hivyo. Kama kocha angeamua kwenda na mshambuliaji. Lakini issue ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ni Selemani Mwalimu mara baada ya kuwa ameingia kwenye kandanda hii safi kabisa kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu, na dakika hazikupita nyingi bwana, wavu ukatikiswa pale kwenye dimba la Newman Complex. Utatu kaibuka, ni bao sio bao. Naona kwangu mimi ukiniuliza kwa nilivyoona kulingana na muonekano wa kamera za Azam, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo mwenyewe nimekuja kuviona kwamba vinawezekana vikawa vimechangia kuleta utata ni kwamba Azam kwa maana Azam TV kamera zao zilionyesha engo moja tu, hazikuonyesha engo ya nyuma ya goli, ile engo ambako sasa Diarra alikuwa analalamika kwamba Selemani ameshika mpira bwana, kule ambako mabeki wa Simba wa Yanga walikuwa wanalalamika kwamba Selemani Mwalimu ameshika mpira pamoja na golikipa. Sasa ile engo ya mbele pale ilitakiwa tuione vizuri, lakini ukiangalia engo ya pembeni huku ukitaka kusema ni offside, kwangu mimi naona haikuwa offside, kwa sababu kipindi mpira unapigwa Selemani Mwalimu alikuwa amesharudi tayari kwenye eneo, ameshajiondoa kwenye eneo la kuotea, amesharudi onside. Unaona alikuwa amesharudi onside, na sasa wakati mpira unapigwa akapiga kichwa na akapiga ule mpira ukaenda kwa Zuwa na Djigui Diarra. Kipindi anaenda kupiga ile rebound mara ya pili, tayari unaona kwamba hata mabeki wenyewe wa Yanga tayari wako wamekwisha nao kujaa wavuni. Kwa hiyo naona kwamba kwangu mimi ni naona ilikuwa ni bao. Lakini ukija sasa kwenye swala alishika mpira au hakushika, hapo ndo sasa nilikuwa nazungumzia Azam TV kwamba inabidi ongeze kamera, wangeonyesha engo ya mbele kule kwamba ule mpira Selemani Mwalimu aliushika kwa mkono au hapana, na nadhani ingekuwa ni rahisi zaidi kuweza kung'amua. Lakini mwisho siku issue nyingine ni goal line technology, ili kuondoa utata au kwamba ilikuwa ni offside au sio offside. Pia goal line technology inahitajika zaidi. Kama ungechorwa mstari pale kwamba walikuwa wamesimamaji wachezaji, vitu gani walikuwa, yupo alikuwa amezidi bega, alikuwa amezidi mguu na vitu kama hivyo, kuliko kulinganisha na macho ya nyama ambayo kwangu mimi naona ni bao. Naona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yote ni kwamba mechi ilikuwa ni nzuri sana, na Simba wameonyesha ubora kwamba kuna namna ambavyo tofauti ni kubwa ukilinganisha na mechi ambazo wamewahi kuzicheza huko nyuma, kwa sababu ukizingatia Simba waliingia kwenye hii mechi kama underdog, kwa maana kwamba wanaingia kwa wamefungwa mara nyingi zaidi na Young Africans. Katika mechi 10 walizokutana kwa mara ya mwisho wamefungwa mara 6, wangefungwa jana ingekuwa mara 7. Kwa naona kwamba Simba alikuwa anaingia kama timu ya pili, kwa maana kwamba hata ukiangalia kwenye kampuni za kubashiri na nini, unaona kwamba timu ambayo ilikuwa imepewa nafasi kubwa ya kushinda ilikuwa ni Young Africans kulinganisha na Simba Sports kwenye mambo ya odds na vitu kama hivyo. Kwa moja unaweza kuona kwamba Simba alikuwa anaingia kwenye mechi hii wakiwa hapewi nafasi kubwa zaidi, lakini walichoenda kuonesha uwanjani ni kitu kikubwa zaidi. Na kocha wa Young Africans pia huu ndo muda sasa na yeye inabidi ajue kwamba Young Africans ni timu nzuri na aache kuingia na defensive minded. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye mechi dhidi ya FAR Rabat alilinda sana, mechi dhidi ya National Ahli alilinda sana kwa nyumbani, unaona sasa hii lazima kuna muda kocha apunguze uoga na yeye ajue kwamba Young Africans ni moja kati ya clubs ambazo Tanzania ni kubwa vile vile. Itakuwa na yeye afungue mechi kama ambavyo Simba walikuwa wamefungua mechi badala ya kushambulia kwa kuvizia, au sio bana? Simba pia huongeza utulivu zaidi pale eneo la ufungaji, kwa maana eneo la ushambuliaji inaweza kuwasaidia kwenye mechi nyingine. Lakini mwisho wa siku ni kwamba mechi ilikuwa ni nzuri, mabadiliko yameonekana, na kiukweli bonge moja la derby limeonekana Newman Complex. Usiache kubonyeza neno subscribe, usiache pia kubonyeza alama ya kengele ili unazipata taarifa zetu zote, uchambuzi wa kina kama hivi. Lakini vile vile usiache kushare video hii iweze kufikia watu wengi zaidi, kwa sababu kazi yangu ni moja tu, kuhakikisha kwamba unakuwa unapata
habari za michezo na burudani kwa kina zaidi.